بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko hapa katika kipindi chingine ambapo ni katika nukta au maudhu pengine mapya kwa sasa hivi, ambayo inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutaweza kuendelea nayo mpaka pale Mwenyezi Mungu atatuhitimisha katika taufiki yake inshallah. Nukta yetu ya leo ni kuhusiana na maudhu ambayo ni shirki. Yani tunataka kufahamu shirki maana yake nini na vipi mtu hufanya shirki na zimegawanyika mara ngapi. Inshallah wale Mwenyezi Mungu atakapotupatia taufiki tutaweza kuelezea aina pia tofauti za shirki, ili hivi kwamba mtu kuweza kufahamu namna gani anapokuwa mtu yuko katika shirki, akijua au akiwa katika shirki na akiwa yeye hana habari. Kwa ujumla shirki ni jambo ambalo limekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelishtumu sana pale mtu anapokuwa amefanya shirki. Na hapa tunaona kwamba miongoni mwa mafunzo ya mitume waliotangulia na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza sana, yani kuwahimiza watu kujitenga, yani fikra zao na amali zao katika shirki. Kwa sababu shirki ni jambo ambalo linamfanya mtu kuweza kupoteza hata mategemeo na matarajio baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbali na kwamba shirki yenyewe ni dhambi kubwa, ni katika madhambi makubwa yenye yako katika kilele cha juu. Yani tunaposema shirki ni dhambi kubwa ambalo liko katika kilele cha juu, ni kwamba hukumu yake inakuwa hata hafadhali madhambi mengine. Shirki ina hukumu ya kwamba mtu lau utafanya shirki, basi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kulingana na matarajio ni kwamba wewe huwezi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ukilinganisha na madhambi mengine ambayo tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akayasamehe. Yani kwa namna utakavyokuwa umefanya shirki, basi uelewe kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukupa msamaha wowote. Ni dhambi ambalo linawajibisha adhabu na iqab moja kwa moja baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia mafunzo ya mitume hasa kutoka kwa kwa wali wake Mwenyezi Mungu huyu, ambaye labda wana taarikhi, wana habari zake mbalimbali. Baadhi yao wanasema kwamba yeye alikuwa mtume, baadhi yao wanasema alikuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, yani wali wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni Luqman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzungumzia kuhusiana na habari za imma tumuite Nabiullah Luqman au mja wa Mwenyezi Mungu mwema Luqman alayhi salam. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim. Yani sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anatuambia kwamba habari za Luqman aliposema Luqman kumwambia mtoto wake, ewe mtoto wangu, huku akimpa waadh, akimwadhia na kumpa mwelekezo mtoto wake. Luqman asema, ya bunayya la tushirku billahi, ewe mtoto wangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Ni dhulma kubwa. Luqman akimuelezea mtoto wake. Kwa nini akamwambia inna shirka la dhulmun adhim? Kwa nini akamwambia hakika shirki ni katika dhulma kubwa? Kwa sababu ikiwa mtu ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, ikiwa mtu ukafanya shirki mbele ya Mwenyezi Mungu, inakuwa ni dhambi ambalo husamehewi, kwamba wewe ni lazima upate natija, iqab ya shirki, ya dhambi hilo. Basi hakika ndiyo kuhasirika kukubwa kwa mtu lau atakuwa amefanya. Na ndiyo maana itakuwa ni dhulma kubwa ya nafsi yako mtu kama ukifanya shirki. Kwa sababu madhambi mengine, makosa mengine mbele ya Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kusamehe. Lau mtu utakuwa ni mwenye kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukafanya tauba iliyo ya kisawasawa katika kosa lile ambalo umelifanya, katika dhambi lile umelifanya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu anakufiria madhambi yote isipokuwa ya kumfanyia shirki yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Luqman akamuonya, akamuelekeza mwanawe, hakika mwanangu usijefanya shirki, kwa sababu ukifanya shirki itakuwa umefanya dhulma kubwa katika nafsi yako. Umefanya dhulma kubwa katika nafsi yako. Maana yake ni kwamba kama utakuwa huwezi pata msamaha katika kosa hilo, itakuwa umehasirika mwanangu. Kwa hivyo uwe ni mwenye kujitenga na shirki na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuza shirki na kuwa ni kosa kubwa katika makosa ambayo ametuonya sisi binadamu kuweza kujikurubisha. Watu wengine huona kwamba ni jambo jepesi, kwa sababu saa zingine inakuwa halina mafungamano baina yako wewe na mtu, inakuwa ni mafungamano baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sote sisi anakuwa sio hadhiri kwamba mtu unafanya mukabala moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali unakuta mtu anaingiwa na mughafala, kwa sababu Mwenyezi Mungu haonekani, Mwenyezi Mungu huwezi mhisi. Inakuwa sasa hata hofu ya yale makosa unayoyafanya inakuwa si rahisi mtu. Basi ndiyo maana unakuta kwamba mtu akaweza kufanya shirki, kama ambavyo tutaweza kuona aina ya shirki pia ziko mbalimbali. Mtu unaweza kuwa unafanya shirki na hujijui, na hii ni kutokana na kwamba labda mtu hajakuwa ni mwenye kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawasawa, kiimani. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitusisitizia kuhusiana na kuepukana na shirki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mbali katika Qur'ani vile vile, akisema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuambia kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi maghfira, hatoi maghfira yake katika
dhambi au makosa ya kumshirikisha yeye Mwenyezi Mungu, na anakufiria madhambi yote isipokuwa hilo kwa mtu yoyote anayemtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kwa mtu yoyote anayetaka kufanya maghfira. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, na amepotea yani katika upotofu mkubwa sana. Yani ina maana kwamba kwa nini iwe ni upotofu mkubwa? Ni kwa sababu unapokuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi uelewe kwamba ni dhambi, ni kosa ambalo huwezi pata msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ashatuambia moja kwa moja kwamba anasamehe, anatoa msamaha wake kwa madhambi ya aina yoyote ile isipokuwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana hapa kuna haja ya mtu kufahamu ni vipi kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isije ukawa wewe unaanguka katika makosa kama hayo na huku hujui. Isije ukawa wewe wafanya shirki na huku hujui na huku huelewi. Kuna baadhi ya watu wanadai wao wameipusha nafsi zao katika shirki kwa sababu ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kwa sababu ya kupiga shahada. Mathalan amekuwa ni Muislamu, basi akajihesabu kwamba yeye hayuko katika shirki, lakini huku akikosa kuelewa kwamba shirki inaweza kuwa katika nyenzo tofauti tofauti. Ndio maana unakuta kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamepiga shahada, yani wamekuwa wao ni Waislamu, lakini huku bado wanafanya shirki kwa kutoelewa baadhi ya maneno na muamala wanaokuwa nao kwamba ni katika hesabu ya shirki. Kwa hivyo unakuta kwamba ni hasara kubwa kwa mwanadamu wakati unapofanya kosa kubwa kama hilo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshadujulisha, hususan sisi ambao tumeisoma Qur'an, tunafuata muongozo wa Qur'ani, kwamba unapojiri kwamba mtu umefanya shirki, basi inakuwa kwamba hauwezi kupata msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa fikiria kosa ambalo mtu huwezi kupata msamaha, je, adhabu yake itakuwa kiasi gani? Ama kwa hakika ndiyo maana Luqman akamwambia inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Mtu lao utafanya ikawa wewe namna ulivyoidhulumu nafsi yako, namna ulivyoiweka katika nafsi yako katika balaa kubwa, katika shida kubwa ambayo ni kufikiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatahadharisha kwamba fahamuni kwamba makosa mengine Mwenyezi Mungu aweza kuyasamehe. Aweza kuyasamehe makosa ya aina yoyote, ya kiwango chochote, ya daraja yoyote ile, isipokuwa tu shirki, isipokuwa makosa ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona kwamba namna ilivyokuwa na natija kubwa kuliko makosa mengine, kuliko madhambi mengine, ni kwamba haikuelezwa hata Qur'ani haikuleta angalau takhfif ya kwamba lao mtu utamshirikisha kidogo, yani ukasema kwamba basi shirki ndogo waweza ukapata msamaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweza leta bayana ya kiwango, bali ni kufahamu mja ya kwamba shirki ya aina yoyote, yani manake katika shirki hakuna udogo, hakuna ukubwa. Yani manake kwa sababu natija yake ni moja, haupati msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Japo ambapo katika makosa mengine mtu unaweza ukapata msamaha. Mtu unaweza kupata msamaha kwa kufanya tauba, kwa kufanya maghfira, ukasamehewa. Kuna makosa mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe kwa sababu ya matendo yako mengine. Yani yakaitwa makosa madogo madogo ambayo wewe umeyafanya na kwamba yanahesabika kuwa ni makosa madogo madogo. Kwa hivyo unakuta kwamba lakini shirki
haina udogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatamka tu kwamba na anasamehe madhambi yote isipokuwa shirki. Hakusema shirki ndogo au shirki kubwa. Alisema shirki. Unapojiri kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fahamu kwamba wewe umefanya kosa kubwa ambalo hata kiwango chake ni kwamba halina msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile tunaambiwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameweza kuwapa ishara na muongozo baadhi ya maswahaba wake, kama tunavyoipata kauli kutoka kwa Ibn Mas'ud, yani kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rahma na amani zimshukie yeye na kizazi chake, Ibn Mas'ud, ewe Ibn Mas'ud, iyyaka an tushrika billahi, iyyaka an tushrik billahi, ni ole wako, ni juu yako kujiepusha na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tarafat ainin, yani hata upesi wa jicho, yani walau kiasi kidogo hicho. Na ndio maana tukasema kwamba katika shirki hakuna udogo. Sasa Mtume anasema walau kwa upesi wa jicho, yani kwa kiwango kidogo kiasi hicho. Wa in nushirta bil minshar, na hata kama itafikia mahali wewe umefanya nini, yani umekatwa kwa msumeno, au kutita, au mathalan umekatwa kabisa, au sulibta, au mathalan umesulubishwa, ukasulubishwa mahali, au uhrikta bin nari, au mathalan kama itafikia hatua mtu ukawa umechomwa kwa moto, basi usithubutu ukaweza kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomuaidhi Ibn Mas'ud katika kumuonya na hatari juu ya shirki. Hii ni kuonyesha kwamba shirki ni katika madhambi, shirki ni katika makosa makubwa ambayo inahitajia mtu kujiepusha nayo. Na huwezi kujiepusha ila baada ya kufahamu kwamba shirki ni nini na aina za shirki, ili uweze kuelewa kwamba ni lipi ukilifanya linakupelekea katika shirki na ni yapi ambayo yanaweza yakakuepusha na shirki. Insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupa taufiki, tutaweza kuleta bayana ya hata labda pengine na vigawanyo vya shirki na namna watu wanavyokuwa wameweza kushiriki katika shirki huku wakiwa hawajijui, likiwa ni kosa kubwa ambalo kwa mafunzo ya Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli baitihi ametuonya na ametusisitizia sana kwamba watu tuwe ni wenye kujiweka mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Insha Allah tutaweza kuendeleza mada hii panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitupia taufiki insha Allah, na kwa wakati mwingine tutaweza kuendeleza yale ambayo yatakuwa yanafuatia. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.